Mungu akubariki sana. Siku ya leo tunakwenda kuangalia unabii ambao ni wa ajabu sana, unabii ambao wengi wamejaribu kuupotosha ili kupoteza maana yake, kwa sababu unabii huu unafunua siri nyingi ambazo leo zinaendelea. Kwa hiyo walio wengi wamejaribu kuandika vitabu wakitafsiri unabii huu kinyume na jinsi ambavyo Biblia. Wa kwanza, tuanze pale mstari wa kwanza. Anasema, katika mwaka wa kwanza wa Belshaza mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Basi akaiandika ndoto, akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Danieli akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama, hizo pepo 4 za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama, hata mabawa yake yakafutuka manyoya. Akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa kibinadamu. Na tazama, mnyama mwingine wa pili kama dubu, naye aliinuliwa upande mmoja, na mifupa mitatu ya mbavu ilikuwamo kinywani mwake, katikati ya meno yake. Wakamwambia mnyama huyo hivi, inuka ule nyama tele. Fungu la 6. Kisha nikatazama, na kumbe mnyama mwingine kama chui, naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa 4 kama ya ndege. Mnyama huyo alikuwa na vichwa 4, akapewa mamlaka. Fungu la 7. Baadaye nikaona katika njozi ya usiku, na tazama, mnyama wa 4 mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake, na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, naye alikuwa na pembe 10. Fungu la 8. Nikaziangalia sana pembe zake, na tazama, pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Na tazama, katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Nikatazama, hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto, na gurudumu zake moto uwakao. Fungu la 15. Basi mimi Danieli, roho yangu ilihuzunika mwilini mwangu, na hayo maono ya kichwa changu yakanifadhaisha. Nikamkaribia mmoja wa hao waliosimama karibu, nikamuuliza maana ya kweli ya hayo yote. Basi akaniambia, akanijulisha tafsiri ya mambo hayo. Fungu la 17. Wanyama hao wakubwa walio 4 ni wafalme 4 watakaotokea duniani. 18. Lakini watakatifu wake aliye juu wataupokea ufalme na kuumiliki wa ufalme milele, naam, hata milele na milele. Kisha nalitaka kujua maana ya yule mnyama wa 4 aliyekuwa mbali na wenziwe wote, mwenye kutisha sana, ambaye meno yake yalikuwa ya chuma na makucha yake ya shaba, aliyekula na kuvunja vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake, na habari za zile pembe 10 zilizokuwa kichwani mwake, na ile pembe nyingine iliyozuka, ambayo mbele yake zilianguka pembe 3, yaani pembe ile yenye macho na kanwa lilonena makuu, ambayo kuonekana kwake kulikuwa hodari kuliko wenzake. Nikatazama, na pembe hiyo ilifanya vita na watakatifu ikawashinda. Hata akaja huyo mzee wa siku, nao watakatifu wake aliye juu wakapewa hukumu, na majira yakawadia watakatifu wa umiliki ufalme. Akanena hivi, huyo mnyama wa 4 atakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia, utakao kuwa mbali na falme zile zote, nao utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande. Na habari ya zile pembe 10, katika ufalme huo wataondoka wafalme 10, na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme 3, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati, lakini hukumu itawekwa, nao watamwondolea mamlaka yake, kuyapoteza na kuyaangamiza
hata milele, na ufalme wa mamlaka na ukuu wa ufalme chini ya mbingu zote watapewa watakatifu wake aliye juu. Ufalme wake ni ufalme wa milele, na wote wenye mamlaka watamtumikia na kumtii. Mpendwa msikilizaji, katika sura ya 7 ya kitabu cha Danieli ni sura ambayo imejaa siri za ajabu sana. Huwa wengi wanapogusa sehemu hii wanaanza kufikiria kwamba mambo haya huenda ni mambo yaliyopita, lakini kumbuka vizuri, tulipoanza kuchambua Danieli sura ya 2 tuliona falme 4. Tuliona falme 4, lakini katika mfumo wa sanamu ambayo Danieli aliona. Lakini ukichunguza vizuri katika Danieli sura ya 7 utagundua kwamba ni kitu kile kile ambacho mfalme alikionyeshwa, Danieli akatafsiri, lakini katika sura ya 7 kinakuwa na upana mwingine zaidi kidogo. Hebu twende vizuri ili uweze kuelewa hiki ambacho Biblia inakisema na jinsi ambavyo kinatokea katika dunia hii ya leo bila watu kuelewa na wengi wakiwa wanapuuza. Katika Danieli sura ya 7 ule mstari wa 2 na wa 3, Danieli anasema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama, hizo pepo 4 za mbingu zilivuma kwa nguvu juu ya bahari. Zilivuma juu ya bahari kubwa. Sikiliza, ndivyo anavyosema huyu. Ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini, wote wana namna mbalimbali. Kumbuka nimesema, kama utakuwa umechunguza vizuri, utaona ya kwamba katika Danieli sura ya 2 kulikuwa na wafalme 4 ambayo kama uliangalia vizuri, kichwa kilikuwa ni dhahabu. Kichwa kilikuwa ni dhahabu, lakini kifua na mikono ilikuwa ni fedha. Alafu kiuno ilikuwa ni shaba. Alafu miguu ikawa ni miguu ya chuma, na nyayo zikawa ni chuma ambayo imegawanyika chuma na udongo. Sikiliza, twende vizuri. Ili uweze kuelewa unabii, unatakiwa usiwe na papara. Unatakiwa uchunguze Biblia inasema nini. Lazima uelewe ufunguo wa kiunabii. Hebu nikuambie ile, kwa wale ambao mnasoma ramani, wakati unaposoma ramani yoyote, katika ramani kunakuwa na kitu kinaitwa ufunguo au maelezo, ambayo unaelekezwa kwamba ukiona alama hii inamaanisha hivi, ukiona alama hii inamaanisha hivi. Sasa hebu tuanze hatua kwa hatua kufungua zile alama ambazo katika Danieli sura ya 7 hazikufunguliwa. Mfano, alama ile ya kusema tu wanyama ilifunuliwa katika mstari wa 17 kwamba ni falme. Zile pembe ni wafalme watakaoibuka. Lakini sasa bahari ni nini? Alafu upepo ni nini? Hebu tuanze na bahari. Katika Ufunuo sura ile ya 17 na mstari wa 15, Biblia inasema hivi: kisha akaniambia, yale maji ulioyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Kumbe maji yanamaanisha watu. Kwa hiyo hizi falme zinaibuka kutoka kwa watu wengi. Kwa hiyo kwenye unabii unapoona bahari, mara nyingi inamaanisha watu wengi. Twende vizuri. Utaniuliza, sasa kama ni hivyo, upepo nao unamaanisha nini? Maana huyu bwana aliona pepo 4 za dunia zikivuma juu ya bahari, zikivuma juu ya watu. Twende kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 49 mstari wa 36 na wa 37 ili tuone kile ambacho nabii Yeremia naye anatafsiri kwamba upepo maana yake ni nini. Yeremia 49 mstari wa 36 na wa 37 anasema, na juu ya Elamu nitazileta pepo 4 toka pembe 4 za mbinguni, nami nitawatawanya hata pepo 4 zote, wala hapana taifa ambalo hawatalifikiria watu wa Elamu waliofukuzwa. 37, nami nitawafadhaisha watu wa Elamu mbele ya adui zao na mbele ya hao wanao watafuta roho zao, nami nitawaletea mabaya, naam, hasira yangu kali, asema Bwana, nami nitautuma upanga uwafuatie hata nitakapowaangamiza. Kwa hiyo kumbe, unaposoma Biblia, unabii unaposema upepo, unabii unamaanisha vita. Kwa hiyo vita vilikuja juu ya watu wengi. Maana Danieli anasema kwamba upepo ulivuma juu ya bahari, lakini wakatokea wanyama, yaani falme zikatokea. Unajua, unanisikiliza, unaweza kusema kwani sasa inakuwaje wanyama wamaanishe ufalme? Hata sisi
taifa letu linawakilishwa na twiga. Unapoenda Marekani wanawakilishwa na tai. Ukienda Uganda kuna ndege anawakilisha. Kwa hiyo kila taifa lina mnyama ambaye anawakilisha. Sasa hawa wanyama wanne ni mataifa manne, falme nne ambazo zinaibuka. Hebu tuanze kuangalia falme moja moja na tutaangalia historia nayo pia inasema nini. Danieli 7 fungu la 4. Wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama hata mabawa yake yakafutuka manyoya. Akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu ya miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa kibinadamu. Hebu tuangalie vizuri tu unabii unavyokwenda. Danieli sura ya 2 tuliona mfalme wa kwanza ambaye alitokea. Danieli alionyeshwa akiwa na kichwa cha dhahabu, ulikuwa ni ufalme wa Babel. Na huku tunaangalia mfalme wa kwanza ni Babel pia. Simba alikuwa anawakilisha Babel au Babylon au Iraki ya leo. Na tunamuona anapewa moyo wa mwanadamu, inamaanisha utu. Kwa hiyo Babel wakati inaanza, mfalme wake alikuwa ana utu, alikuwa na moyo kama moyo wa mwanadamu, alikaa vizuri na watu. Babeli ilitawala mwaka wa 605 hadi mwaka wa 539 kabla ya kuzaliwa Kristo. Kwa hiyo tayari mnyama wa kwanza ambaye ni simba, ambaye ni Babel, utawala wake ulishapita tayari. Lakini anafuatiwa na wa pili ambaye alionekana kuwa ni dubu, lakini dubu huyu alikuwa ana mguu mmoja ulionyanyuka. Kumbuka katika sanamu ile ambayo tuliona, sehemu ambayo iliyofuatia kifua kilikuwa na mikono miwili, na dubu huyu anaonekana na mikono miwili pia, mkono mmoja huko juu na mwingine unaonekana huko chini kidogo. Hii ni ishara ya Wamedi na Waajemi ambao wanakuja kutawala. Waajemi ni akina nani? Ni Irani ya leo. Na kwa nini inaonekana mmoja una nguvu na mwingine unaonekana umepanda kidogo? Ni kwamba Wamedi na Waajemi hawakuwa sawa katika nguvu. Nguvu zao zilikuwa zinatofautiana. Ndiyo maana katika ile sanamu pia ambayo Danieli alionyeshwa ili amtafsirie mfalme kwenye sura ya 2 Danieli, mikono ilikuwa miwili, mkono wa kushoto na wa kulia, nguvu zake hazifanani. Kwa hiyo unaona kwamba sanamu na wanyama wanne vinapelekana vizuri kama ilivyo. Alionyeshwa utawala wa Umedi na Uajemi. Utauliza sasa, mchungaji, tumeona huyu dubu naye ambaye Danieli sura ya 7 mstari wa 5 anasema, natazama mnyama mwingine wa pili kama dubu, naye aliinuliwa upande mmoja na mifupa mitatu ya mbavu ilikuwamo kinywani mwake katikati ya meno yake. Wakamwambia mnyama huyo, hivi inuka ule nyama tele. Utajiuliza, sawa, nimeelewa ile miguu miwili ya dubu na nimeelewa kwamba kweli dubu huyo alikuwa ni Umedi na Uajemi ambao umetawala mwaka wa 539 hadi mwaka wa 331 kabla ya kuzaliwa Kristo. Sasa utajiuliza, je, zile mbavu tatu mdomoni ilikuwa ni nini? Mbavu tatu mdomoni ni kwamba Umedi na Uajemi pamoja na kwamba ulitawala dunia, lakini walishika maeneo matatu muhimu, nayo ilikuwa ni miji inaitwa, mataifa ambayo yanaitwa Lydia, na taifa la pili Misri, na taifa la tatu Libya ya leo. Kwa zile mbavu tatu ilikuwa ni haya mataifa ambayo walikuwa wanayatawala vizuri, wameyashikilia. Lakini twende tuangalie, tumeshaelewa kwamba mnyama wa pili ambaye alikuwa ni dubu, kumbe alikuwa ni utawala wa Umedi na Uajemi. Na tumeona katika sanamu ile ya Danieli sura ya 2, kumbe alikuwa ni kile kifua ambacho kilikuwa ni fedha. Sasa twende tuangalie tena mnyama mwingine ambaye anaonekana. Fungu la 6 Danieli sura ya 7. Kisha nikatazama na kumbe mnyama mwingine kama chui, naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa manne kama ya ndege. Mnyama huyo alikuwa na vichwa vinne, akapewa mamlaka. Twende vizuri. Ukiangalia huyu ambaye ni sawa na chui, anafanana kabisa na yule ambaye alifuata katika ile sanamu ya mfalme aliyoiota, katika upande wa mapaja ya ile sanamu na kiuno chake, ambayo ilikuwa katika kiuno chake alikuwa ni rangi ya shaba, rangi ya shaba tena, ambayo ulikuwa ni utawala wa Uyunani. Sasa kwenye wanyama wanne anaonekana ni chui, tena ana vichwa vinne. Hivi umewahi kuona chui mwenye vichwa vinne? Ndiyo, ni katika maono haya. Huu ni Ugiriki
ni utawala wa Kiyunani ambao ulitawala mwaka wa 331 hadi mwaka wa 168 kabla ya kuzaliwa Kristo. Utawala huu ulikuwa na nguvu sana, pamoja na kwamba watu wengi waliachana na utawala huu hasa Ulaya, lakini Uyunani uliacha tamaduni zake mpaka leo zimeshika Ulaya. Hebu nikupe mfano tu, niache Ulaya nianze na Mashariki ya Kati kwanza. Wakosoaji wa Biblia wanasema, mbona Agano Jipya limeandikwa kwa lugha ya Kiyunani wakati wale mitume wa Yesu walikuwa ni Waebrania? Sikiliza nikwambie, zama zile, pamoja na kwamba Rumi ndio ilikuwa inatawala, lakini lugha ya mawasiliano ilibaki kuwa ya Kiyunani. Sawa na leo hii tunapokwenda Kenya, tunapokwenda Uganda, tunapokwenda Zambia, tunapokwenda Nigeria, tukienda hata upande wa Ghana, sisi wote ni wa Afrika. Lakini unafikiri kwamba tukikutanika hizi nchi za Afrika Mashariki na Kati na Afrika Magharibi tutaongea lugha gani? Moja kwa moja ni Kiingereza. Kwa nini? Kwa pamoja na kwamba Mwingereza ameondoka, lakini ametuachia utamaduni wake. Kwa hiyo Wagiriki nao waliacha utamaduni wa lugha kwa baadhi ya mataifa mengi sana. Lakini utashangaa kujua kwamba hadi leo hii Wagiriki hawa wameacha tamaduni wao kwa mataifa mengi, na hata sisi baadhi kuna mambo ambayo tunayafanya bila kuyajua, na hata yakifanyika tena kwa Wagiriki ambao mambo hayo yalikuwa ni ibada kwa miungu yao, imebakia leo watu wanafanya bila kujua kwamba wanafanya vitu vya miungu ya Kigiriki. Hebu nikupe mfano. Wote tunajua habari ya Olimpiki, michezo ya Olimpiki. Michezo ya Olimpiki ni utukufu kwa mungu wa Kigiriki ambaye alikuwa anaitwa Olympus, na kuna msitu wa Olympus alikuwa anapatikana huyu mungu. Ndio maana mpaka leo michezo ya Olimpiki ambayo Wagiriki walikuwa wanaifanya tangu zamani imetawala dunia nzima, ni kwa ajili ya kuendeleza kutukuza miungu ya Kigiriki bila kujua. Mnaelewa wazi kabisa, leo tuna michezo ya ngumi. Hata michezo hii pia nayo ni kwa ajili ya kutukuza ile miungu yao. Imewekwa. Wagiriki walitawala dunia, wakashawishi maelfu ya watu kufuata mila na desturi zao bila kuelewa. Alexander Mkuu ndiye aliyekuwa mtawala wa Wagiriki wakati ule. Kwa bahati mbaya alikufa akiwa kijana mdogo tu wa miaka 30 hivi au 30 na kitu. Alikuwa mdogo sana. Alikufa kwa sababu ya ulevi. Lakini alikuwa ni mwenye nguvu mno. Alitawala maeneo mengi sana. Lakini alipokufa huyu, ndipo walikuja kutawala majemedari wanne. Majemedari wanne ndio walishikilia baada ya Alexander kufa, ambayo ni sawasawa na unabii ulivyoonyesha kwamba yule mnyama anayefanana na chui alikuwa na vichwa vinne. Ndugu yangu, napenda nikwambie kwamba Biblia hata siku moja haikosei. Mungu anapotabiri jambo lake linaenda kama lilivyo, na jinsi lilivyotabiriwa lilitokea. Lakini najua kwamba hamu yako kubwa sana, unataka ujue huyu mnyama ambaye ni wa ajabu, wa kutisha, ambaye hata nabii mwenyewe ameshindwa kumweleza. Hawa wengine amewaeleza, akasema nilimwona kama simba, nilimwona mwingine kama dubu, nikamwona mwingine kama chui, lakini wanne anasema huyu ni wa kutisha sana. Sikiliza mstari wa 7 katika Danieli sura ya 7. Anasema, baadaye nikaona katika njozi ya usiku, na tazama mnyama wanne, mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi. Sikiliza sifa zake. Sifa ya kwanza, yeye ni wa mwisho, yani wanne katika wale. Sifa ya pili, anatisha. Sifa ya tatu, ana nguvu. Sifa ya nne, ana uwezo mwingi. Hey. Tena anasema huyu ni wa kutisha. Sikiliza Biblia inavyosema. Anasema huyu naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake, na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, naye alikuwa na pembe 10. Hebu tuende vizuri. Kama umefuatilia vizuri sura ya pili ya Danieli kuhusu ile sanamu ambayo ilikuwa imejaa aina fulani ya madini tofauti tofauti, tuliona kabisa utawala wa 4 katika ile sanamu ulikuwa ni utawala ambao ulikuwa wa chuma, na tukaona unabii ulituonyesha kabisa utawala wa chuma huu ulikuwa ni utawala wa Kirumi. Ndiyo maana hata katika sura ya 7 ya Danieli unakuta huyu mnyama wa mwisho anakuwa na meno ya chuma.
sawasawa na katika sura ya 2 ya Danieli, ambapo ile sanamu miguu yake ya chuma, utawala wa Rumi. Kwa hiyo tunapewa sasa utawala wa Kirumi kwa upana wake zaidi. Sikiliza, utawala wa Rumi huu ulitawala mwaka wa 168 mara baada ya kuanguka utawala wa Kiyunani. Ulienda mpaka mwaka wa 476 baada ya Kristo. Na kama umefuatilia vizuri tangu mwanzo, nimekuwa nikirudia kauli hii ya kwamba hata Yesu mwenyewe alizaliwa wakati wa utawala wa Kirumi. Ndio ambao walikuwa wanashikilia wakati ule. Walikuwa na nguvu, walikuwa na uwezo, walikuwa na nguvu za ajabu, kama vile Biblia ilivyosema kwamba ana uwezo wa ajabu, lakini ana sura tofauti, anatisha. Sikiliza fungu la 24 katika Danieli sura ya 7, anasema, na habari za zile pembe 10, katika ufalme huo wataondoka wafalme 10. Sikiliza, hebu tuangalie kwamba kweli Rumi ilipotawala, je, kulikuwa na wafalme 10? Ndiyo, walikuwepo wafalme 10 baada ya pale, na mimi nitakutajia majina yao wote, na kwamba leo hii tunawaita nani. Nakumbuka katika ile sanamu yetu ambayo tuliiona ya Danieli sura ya 2, ambayo ni katika ile miguu yake pia vidole vilikuwa ni 10. Na tunapoangalia huyu mnyama wa 4 ambaye ni Rumi, ana pembe 10. Wa kwanza kabisa walikuwa wanaitwa Alamani. Alamani ambao ulikuwa ni ufalme uliokuwepo wakati ule. Hawa leo hii tunawaita Wajerumani. Alafu kulikuwa na wengine ambao wanaitwa Burgundian. Hawa ndio leo tunaowaita wa Swiss. Alafu kulikuwa na wengine watatu wanaitwa Franks, ndio leo tunawaita wa Faransa. Kulikuwa na 4 ambao walikuwa wanaitwa Lombards. Hawa ndio leo tunawaita Wataliano. Kulikuwa na wengine ambao ni Saxons, ndio ambao tunawaita leo Waingereza. Kulikuwa na wengine wanaitwa Suevi, ndio Wareno tunaowaona leo. Kuna wengine waliitwa Visigoths, ndio tunaowaita leo wa Hispania. Utasema, lakini mchungaji umetaja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, watatu wako wapi? Maana ndiko limesema wako 10. Sikiliza, kulikuwa na Herul, kulikuwa na Vandals, kulikuwa na Ostrogoths. Hawa hawapo tena duniani. Kama unavyoelewa, ile pembe ambayo iliibuka iling'oa falme 3. Biblia ndivyo ilivyosema. Kwa hiyo utawala huu ulikuwa na watawala hawa ambao wafalme 10 ambao tuliwaona. Sasa twende vizuri sana, hebu twende sambamba. Sasa tumeona hizi pembe nyingine zote, sasa twende vizuri. Kuna pembe ya ajabu ambayo ilionekana pale katika mstari wa 8 wa Danieli sura ya 7, nasema, nikaziangalia sana pembe zake, na tazama pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Kwa hiyo kuna pembe ambayo iliibuka ndogo. Anasema, natazama katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme 3. Sasa mara baada ya wengine wote kuanguka, ni utawala gani ambao ulishikilia Rumi? Baada ya wale wafalme wote kuondoka, sasa tuangalie, kuna pembe ndogo ambayo inaonekana imeibuka hapa, ambayo ina macho, ina kinywa, na inaanza kufanya vita, inapambana na aliye juu ambaye ni Mungu. Sikiliza, tuangalie sifa zake. Sifa za hii pembe ndogo: 1, iliinuka kati ya pembe 10, yani ilitoka katika utawala wa Kirumi. Namba 2, iliinukia baada ya pembe 10, baada ya Urumi kusambaratika, ndipo inaibuka hii. Namba 3, tofauti na pembe 10, sio tu ina nguvu za kisiasa, bali ina nguvu za kidini. Maana unakuta kwamba anasema huyu akapambana na watakatifu, akapambana na aliye juu. Kwa hiyo ili uweze kumfahamu kwamba ni nani anayeongelewa, anakuwa na sifa 2 kubwa. 1 ni za kisiasa, lakini pia huyu mtawala atakuwa pia ni mtawala wa kidini. Namba 4, ilipindua falme 3, ina uwezo pia wa kivita. Namba 5, ina macho kama mwanadamu, ishara ya kipaji cha hekima au akili. Kwa hiyo huyu mfalme ambaye tutamuona akiwa ameshikilia dini na serikali, pia atakuwa na kipaji cha hekima na akili. Hebu tumchunguze ni nani. Nami naanza kuchukua vitabu sasa. Kama nilivyokuahidi, nitakuwa na nukuu vitabu zaidi
kuliko kuongea maneno yangu, ili uone historia ilivyokuwa inathibitisha kile ambacho Biblia inasema. Ni utawala gani ambao uliibuka ukiwa na hizi sifa, ili tuone kwamba kumbe ndio ile pembe ndogo ambayo inatajwa. Na nukuu kitabu kinaitwa The Monumental History of Christianity, ukurasa wa 42 na wa 43. Nina nukuu: kutoka katika masalio ya ufalme wa Kirumi, taratibu kulitokea namna nyingine ya mataifa ambayo yalimwangalia askofu wa Rumi kama kiungo chao kikuu. Sikiliza. Kwa hiyo kulitokea nafsi ambayo sio tu mpya, lakini ilikuwa tofauti na ile ya awali. Huyu anaandika kana kwamba alisoma sehemu hii. Kumbe palitokea mtawala ambaye alikuwa ni askofu wa kidini, lakini wakati huo huo tena akiwa anashikilia madaraka ya kiserikali, na mataifa mengine yalianza kumheshimu. Huyu naye alitokea pale pale Rumi. Fungu la 25 mstari wa sura ya 7 ya kitabu cha Danieli, tuangalie sifa tena za huyu mtawala ambaye ni wa kidini tena ni wa kiserikali. Anasema, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, yaani Mungu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Atapambana na watu wanaoamini, naye ataazimu kubadili majira na sheria. Sasa utasema, huyu askofu, je, katika serikali yake aliyokuwa anaongoza na dini alifanya haya? Twende vizuri. Anasema, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Sikiliza. Sifa mojawapo ni kwamba utawala huu utaazimu kubadili majira na sheria. Je, huyu askofu alifanya hivyo? Nataka nikuambie kitu. Kabla ya kwenda hivyo, hebu tusome kitabu cha Matendo sura ya 20 mstari wa 28 na 29 na 30. Tuone jinsi ambavyo hata mitume waliona wakatabiri hivi. Anasema, jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu, mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu, wawavute hao wanafunzi wawaandame wao. Sikiliza nikwambie, mara baada ya hizi falme 10 kuanguka, palikuja utawala mwingine ambao tumeona historia inaonyesha wazi kabisa ulikuwa ni wa kidini pamoja na kisiasa, na ulikuwa ni utawala wa askofu wa Rumi. Sikiliza, ni nukuu kitabu cha historia kingine, kitabu cha historia kinachoitwa Ancient Church, ukurasa wa 6 na ukurasa wa 7. Nina nukuu: katika kipindi cha kati ya siku za mitume na kubatizwa kwa Konstantino, mila na desturi ambazo Paulo au Petro walikuwa hawajawahi kuzisikia ziliingizwa kimya kimya na kuanza kutumika, na ikadaiwa kuwa ngazi za kidini. Sikiliza, kitabu hiki kinaeleza jambo hili kwamba katikati ya mitume na kubatizwa kwa mfalme Konstantino wa Rumi, maana mara baada ya Konstantino kubatizwa akajidai ni Mkristo, alipokufa ndipo utawala wa kidini wa kiaskofu ndio ukaanza kushika na serikali. Kuna mila ambazo ziliingizwa taratibu zilizotoka kwenye upagani zikaingizwa katika Ukristo, sawasawa na unabii ulivyotabiri ukasema, hii pembe ndogo ambayo tumeiona ni utawala wa kidini na kiserikali ambao ulikuwa unashikwa na askofu wa Rumi. Biblia inasema katika Danieli 7:25, ataazimu kubadili majira na sheria. Na ni kweli ndivyo utawala huu ulivyofanya. Taratibu ukaanza kubadili mambo yaliyowekwa, na sheria ikaanza kubadilishwa, sheria ya Mungu, na ndiyo siku ya ibada kwa mara ya kwanza ikaanza kubadilishwa. Nami nina nukuu James Cardinal Gibbons kwenye kitabu chake ambacho anakiita Imani za Baba Zetu, ukurasa wa 89. Anasema, na huyo alikuwa ni kardinali kabisa, anasema, unaweza kusoma Biblia kutoka mwanzo mpaka Ufunuo na hutapata mstari hata mmoja unaoadhimisha kutakaswa kwa Jumapili. Anayeongea huyu ni kardinali, na yeye anakiri kabisa. Anasema unaweza kusoma Biblia kutoka mwanzo mpaka Ufunuo na hutapata mstari hata mmoja unaoidhinisha kutakaswa kwa Jumapili. Unajua, nataka nikueleze hili. Biblia ilitabiri kwenye Danieli 7 mstari wa 25 ya kwamba huyu anayekuja pembe ndogo atabadili majira,
atabadili na sheria ya Mungu. Mara tu tunapogusa somo hili la kuelezea uwazi wa siku ya ibada, panakuwa na malalamiko mengi sana kwa viongozi wa kidini, wakisema acheni kuhubiri hiyo iacheni, kwa sababu mtu anaweza kushika chochote kile anachotaka. Mnahubiri siku. Sikiliza, hatuhubiri siku, tunahubiri unabii ambao ulitabiriwa kwamba hii itabadilishwa na imebadilishwa. Tatizo ni kwamba waumini walio wengi hawajui hizi siri, hawaelewi, ndio maana wamepotoshwa, maana vitabu vingine hivi hawana. Lakini naamini kabisa viongozi wa kidini wanajua ukweli, ila wameamua kufumba macho. Sikiliza kitabu hiki kinavyosema, ukurasa ule wa 89, anasema Biblia inaamuru kuabudu siku ya Jumamosi au siku ya Sabato. Huyu ameandika hapa ni kardinali, sio mimi. Yeye ni mtu mkubwa katika dini yake, lakini anaeleza ukweli jinsi anavyofahamu. Ndio maana nikasema viongozi wanajua, lakini ambao ninawahurumia ni watu wa chini ambao hawasomi vitabu hivi, hawaelewi. Wao wameambiwa kwamba achaneni hao wanahubiri siku, ili wasielewe ukweli. Nami leo nimeamua nitanukuu tu vitabu vile vya hao wengine, uone jinsi ambavyo vinaongea ukweli na jinsi ambavyo waumini wengine hawana vitabu hivyo, kwa hiyo hawajui. Na nukuu kitabu kingine, Katekisimu ya Waumini, imeandikwa na Peter Germin. Hii ni ya mwaka 1977. Nina nukuu ukurasa wa 50. Kuna sehemu ina swali, ameulizwa kwenye kitabu hiki Katekisimu, anauliza, anasema siku ya Sabato ni ipi? Anajibu huyu bwana, anasema Jumamosi ni siku ya Sabato. Sikiliza, anaulizwa swali kwenye katekisimu hiyo, sio kitabu kimeandikwa na Msabato, la, hiki ni katekisimu. Hii ipo kwenye library, utatafuta utaiona. Swali lingine akaulizwa, kwa nini tunaabudu Jumapili badala ya Jumamosi? Jibu, anasema kwa sababu kanisa la Katoliki lilihamisha utukufu kutoka Jumamosi kwenda Jumapili. Hiyo nimenukuu, nimeacha. Sikiliza, na mimi nimesema leo nitakunukulia vitabu hivyo tu ili uone kile ambacho umefichwa we kama muumini. Hii vitabu hupewi ili uvione, mpaka uende maktaba utaviona, siri zimejaa humo. Ndio maana Martin Luther alipoona mambo haya aliamua kabisa kuwaeleza wengine. Sikiliza, na nukuu kitabu kingine tena. Hii ni Catholic Encyclopedia, kitabu cha 4, ukurasa wa 153. Nina nukuu, kanisa baada ya kubadilisha siku ya kupumzika kutoka Sabato ya Kiyahudi au siku ya saba ya juma kwenda siku ya kwanza, wakafanya amri ya 3 kuonyesha Jumapili itunzwe na iwe siku takatifu kama siku ya Bwana. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo kile ambacho nabii Danieli amekitabiri kwenye sura ya 7 mstari wa 25 kwamba huyu pembe ndogo ambaye tumeona kwamba ni utawala wa kidini na kiserikali ambao alikuwa ni askofu wa Rumi utabadili majira na sheria, Catholic Encyclopedia nayo inasema hivyo hivyo, kwamba kanisa ndilo lilibadilisha, likabadili sheria ya Mungu, likatoka siku ya ibada ya 7, siku ya 7 ikapelekwa siku ya kwanza, yani Jumapili. Na siri hii walio wengi wanafichwa. Nina nukuu tena kitabu kingine uone jinsi ambavyo vinaweka bayana kabisa. Hiki kimeandikwa na Karl Kinting, kinaitwa Catholicism and Fundamentalism, ukurasa wa 38. Kimeandikwa mwaka wa 1988. Utakipata maktaba, kipo. Kinasema hivi, nami nina nukuu: walokole wanakutana na kuabudu Jumapili, huku hakuna ushahidi katika Biblia kwamba Jumapili ilifanywa kuwa siku ya kuabudu. Sabato ya Kiyahudi au siku ya kupumzika ilikuwa Jumamosi. Kanisa Katoliki ndilo lililoamua Jumapili iwe siku ya kuabudu kwa Wakristo ili kuadhimisha kufufuka kwa Yesu. Mwisho wa kunukuu. Ndugu yangu msikilizaji, hayo sio maneno yangu, nimenukuu kitabu ambacho kimeandikwa na wanahistoria, wamechunguza haya, nao wanasema wazi kabisa Danieli 7 inaongea ukweli kwamba utawala huu wa Kirumi ya Kikristo ambao utakuwa chini ya askofu wa Rumi utabadili sheria ya Mungu. Lakini wengine wamefuata tu bila kujua hata historia yake, na wameambiwa achana na hayo mambo. Jiulize, kwa nini naambiwa achana nayo? Kuna siri gani humo? Naendelea kunukuu katekisimu ya waumini ambao nilianza nayo. Swali: Waprotestanti
wanapofanya kazi Jumamosi au siku ya saba ya juma, je, wanafuata Biblia kama ndiyo mwongozo pekee inayowaongoza katika kufanya hilo? Sikiliza katekisimu ya waumini inajibu, sio mimi, na nukuu. Anasema hivi: kinyume chake, wanaruhusu mila tu. Kwa kufanya hivyo, kwa kutotunza Jumamosi, wanavunja moja ya amri za Mungu ambayo katika msimamo wao haijafutwa. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase, Kutoka 20:8, mwisho wa kunukuu. Mpaka katekisimu ya waumini imeweka wazi. Nataka nikuambie hivi ndugu yangu, ugomvi ambao unausikia hata leo, masomo yote yatafundishwa, hayatakuwa na mgogoro wowote, lakini mara unapoanza kugusa somo kuhusu siku ya ibada, amri ya Mungu, mashambulizi yataanza. Wewe mchungaji unahubiri siku, wewe unafanya hivi, wewe acha hiyo, haina kazi. Kwa nini mashambulizi yaanze? Kwa sababu siri inafunuliwa ya yale mambo ambayo shetani hapendi afunuliwe, ambayo ni miungu inayoabudiwa katika vazi la Kikristo, wala sio Mungu wa mbinguni. Sikiliza na nukuu kitabu kingine tena, kinaitwa Canon and Tradition, ukurasa wa 263, nacho pia kinathibitisha kile ambacho kimetajwa kwenye Danieli 7:25. Ninaanza kunukuu. Anasema, kwa hiyo mamlaka ya kanisa hayakuweza kuzuiwa na mamlaka ya Biblia, kwa sababu kanisa lilibadilisha Sabato kwenda Jumapili, sio kwa amri ya Yesu, lakini kwa mamlaka ya kanisa lenyewe, mwisho wa kunukuu. Kumbe mpaka vitabu vyote vinaeleza kabisa kwamba jambo hili halikuwepo hapo mwanzo, lilibadilishwa. Narudia, nasema hivi, waumini wengi hawajui haya mambo, lakini naamini viongozi wanajua. Katika Malaki 3:6 Biblia inasema, kwa kuwa mimi ni Bwana, sina kigeugeu. Mungu aliyeweka kwamba watu wapumzike siku ya saba hana kigeugeu. Hata kama utafute mafungu kwenye Biblia mengi ya kutetea hoja yako wewe ya kwamba hapo ulipo uko sawa, unatafuta kichaka cha karanga, lakini Biblia yote imeweka bayana. Amri ya kubadili Sabato kutoka Sabato kwenda Jumapili ilitolewa na kanisa la Rumi, ndilo lililobadili. Kwa hiyo Waprotestanti wengine wote wanafuata bila kujua. Sikiliza, John A.D. kwenye kitabu chake kinaitwa A Bible Encyclopedia, ukurasa wa 561, nami nina nukuu. Anasema, Sabato, neno la Kiebrania lenye maana ya kupumzika. Jumapili ilikuwa jina lililotolewa na wa mataifa kwa siku ya kwanza ya juma, kwa sababu ilikuwa siku ambayo waliabudu jua, mwisho wa kunukuu. Ndiyo maana mpaka leo siku ya Jumapili kwa Kiingereza inaitwa Sunday, yaani siku ya jua. Kwa hiyo wapagani walikuwa wanaabudu jua na ikaingizwa taratibu kwenye Ukristo. Ndiyo maana hata Biblia imeweka bayana hiyo, na vitabu vimeweka bayana, mpaka Korani imeweka bayana, Suratul Bakara aya 65. Tena katika tafsiri imeweka bayana kabisa siku ya Jumamosi. Vitu viko wazi, lakini nashindwa kuelewa kwa nini akili hazielewi. Na mtu akiambiwa ukweli ili auelewe, anakimbia kwenye kichaka cha karanga, anasema hiyo ni siku tu. Hata Adamu walipoambiwa wale matunda yote, lakini mti mmoja wasile, waliona tu si mti tu, na walipokula waliona madhara yake. Na Mungu anapoagiza usiweke dharau za kibinadamu ukasema kwani si siku tu, sinaweza nikachagua yoyote. Mungu aliyechagua huwezi kumbishia. Maelfu ya watu wameingizwa huko bila kujua. Utasema, mchungaji, ni kweli, nimeona na nimeamini ya kwamba utawala wa Rumi ya Kikristo ulibadili sheria ya Mungu. Je, kuhusu kuwatesa watakatifu? Sikiliza, nayo pia ilifanya hivyo. Mamlaka ya kidini iliwatesa watakatifu, iliwatesa na hata iliwaua wengi sana. Sikiliza, taratibu mambo yalianza kubadilika. Wayahudi walikuwa wanateswa. Viongozi kadhaa wa Kikristo walitaka kujitofautisha na Wayahudi.
Konstantino alipitisha sheria ya kwanza ya Jumapili. Sikiliza, Konstantino ambaye alikuwa ni mtawala huyu, alipitisha sheria ya kwanza ya Jumapili ili kuunganisha himaya yake, na Wakristo nao walikubali ili watofautiane na Wayahudi. Sikiliza nikwambie, amri ya kwanza kabisa ya kupumzika Jumapili kama sheria ilianza mwaka wa 321 baada ya Kristo. Kwa hiyo Kristo ameondoka na wala hakuacha hayo mambo. Aliondoka ameacha ibada sahihi kabisa, lakini alibadilishwa katika siku ya pekee. Na mnukuu Konstantino alivyoandika, katika siku ya pekee ya Jumapili mahakimu na watu wanaoishi mijini wapumzike. Ndivyo alivyosema Konstantino, na viwanda vyote na maduka yote yafungwe. Sikiliza nikwambie ndugu yangu, katika baraza la Laodikia, kanon ya 29, walikaa viongozi wa kidini wakasema, Wakristo wasifanye Kiyahudi kutunza Sabato na kukaa bila kazi siku ya Sabato, bali wafanye kazi siku hiyo, lakini siku ya Bwana waitunze. Ni ipi wanaoisema hapo? Ni Jumapili. Unajua shetani ni mjanja sana, anaweka udanganyifu hapo kidogo ili Wakristo waanze kujiona kwamba wao wamepewa Jumapili, lakini si kweli. Mungu alitoa Sabato kwa wote. Kwa hiyo utakavyojaribu kujitetea kwa namna iwayo yote, bado dhamira yako inakushitaki kwamba umevunja, kwa sababu hii ililetwa na Konstantino. Shetani alidanganya tangu malaika, theluthi akaichukua, na leo tena amewadanganya wanaume na wanawake kwa njia mbalimbali kwa karne nyingi. Mojawapo ni njia hiyo ya kuwadanganya kwamba eti Mungu aliondoa Sabato. Nikupe siri ambayo iko mbele na utaiona kwa macho yako. Kwa vile Mungu anajua kabisa siku ya saba inamtangaza yeye kuwa muumbaji, yani siku ya Sabato, na siku ya Jumapili inatangaza heshima kwa Mungu jua, pambano hili la ibada hizi mbili litaendelea kama zamani ilivyokuwa kanisa lilivyoanza kutesa Wakristo waliosimamia ukweli. Mabilioni ya Wakristo wakauawa, mabilioni wakachomwa moto, mabilioni walinyongwa, mabilioni wakawekewa sumu kwa sababu tu ya kusimamia ukweli, wakachinjwa wengine. Huko tunakoenda tena, pambano hili linaanza tena na tena, hasa wakati huu wa kusingizia mporomoko wa uchumi. Habari ya ibada ya siku ya Sabato itaanza kupuuzwa, na taratibu taratibu watu watalazimishwa kupumzika siku ya Jumapili kama zamani unabii ulivyosema. Utasema hiyo haitatokea. Nataka nikwambia hivi, imeshatokea. Bunge la Ujerumani limeanza kupitisha, na Januari wanaanza sheria hizo, taratibu taratibu zinaanza kuingia. Brazili nayo ilifuata. Unabii ulivyotabiri ya kwamba kutakuwa na kitu ambacho kitakuja mbele kinaitwa chukizo la uharibifu, imeanza. Nitalitafsiri zaidi kwenye kipindi kitakachofuata tunapogusa chukizo la uharibifu. Lakini kwa ujumla ni kwamba watu wameingizwa katika ibada za kipagani wakifikiri ya kwamba ni za Kristo, lakini hazipo. Nimekuambia, tafuta katika Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, hutaona fungu hata moja linalohalalisha kwamba watu waache kupumzika siku ya saba wapumzike siku ya kwanza ya juma, yani Jumapili. Hutaona fungu, na kama halipo limetoka wapi? Basi jambo hili historia imeweka bayana, lilitoka kwa askofu wa Rumi wakisaidiana na Konstantino. Mwaka ule tumeuona walipoingiza mambo hayo, watu wakaingiza upagani mwingine ambao unakuja hivi karibuni. Ni sherehe ya Christmas ambayo historia iko bayana kabisa. Nimekuambia ni kuzaliwa kwa Mungu Tamuzi, aliyezaliwa tarehe 24 mwezi wa 12 kuamkia tarehe 25, lakini ikaingizwa kwenye Ukristo taratibu taratibu mpaka leo ulimwengu mzima unasherekea Christmas. Tena ujue Tamuzi katika historia alikuwa ni mungu wa mimea na mazao. Ndio maana mpaka leo katika Christmas kunakuwa na mti wa Christmas. Nachunguza vizuri utaona kwamba ni Mungu, lakini la hasha, watu wanamtukuza Mungu Tamuzi ambaye sio Mungu wa mbinguni, wala Yesu hakuzaliwa tarehe hizo. Kasome Biblia yako Mwanzo mpaka Ufunuo, ukipata fungu moja tu linalosema amezaliwa tarehe hizo nitumie, nami nitakanusha niliyoyasema. Watu wamekuwa mpaka na miti ya Christmas bila kujua asili yake ni nini. Ni kumtukuza Mungu wa mimea na mazao, yani Tamuzi.
lakini ukaambiwa ni Yesu aliyezaliwa. Na ukichunguza vizuri, hata wakati wa Christmas mara nyingi sana Yesu anawekwa amezaliwa katika kapangopango hivi. Picha nyingi za hori la ng'ombe ni chache, lakini nyingi kwenye kapangopango hivi. Watu wameingiziwa vitu ambavyo hawavijui. Jioni ya leo, msikilizaji wangu, ninakupa wito. Chagua kufuata Biblia au kauli za wachungaji, kufuata Biblia au kauli za kanisa lako, kufuata Biblia au mapokeo yako. Angalia nini unachokifuata. Yesu anasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mfuate Yesu uweze kuokolewa. Na kwenda kuomba kwa ajili yako sasa, na baada ya hapo nitakutajia namba ya mawasiliano ukiwa na swali ama ushuhuda wote. Tuombe. Baba na Mungu wetu, msikilizaji amesikia ukweli na ameuelewa. Roho Mtakatifu aendelee kuwa ndani yake ili amuonyeshe ukweli huu kwa nguvu zaidi na afanye maamuzi. Na siku ya Sabato tunapokwenda kubatiza, awe mmojawapo kati ya wale ambao watabatizwa. Mungu, endelea kumgusa, endelea kumbariki. Kwa neema yako tumeomba, amina. Namba ya mawasiliano ni 0764 600 120.